kuwepo 2025. Huu ni unabii wa mambo yatakayo kuwepo 2025. Kwa hiyo napokuambia vitu vya namna hii ni kwa lengo la uendelee kuviombea, na lakini ni kwa lengo la uhakikishe wewe mwenyewe unakuwa mmoja wapo wa kuhakikisha unakaa upande wa Mungu kutimiza mission ya Mungu. Jambo la kwanza ambalo Mungu ameniambia kwamba litakuwepo mwaka 2025 ni uamsho wa aina yake. Uamsho ambao haujawahi kutokea kwa dunia kwa ujumla. Kuimaanisha si Tanzania, si Kenya, si Uganda, si Rwanda, dunia kwa ujumla patakuwepo na uamsho ambao haujawahi kutokea, ambao haujawahi kushuhudiwa. Kwa namna hiyo, kila mtu unatakiwa uhakikishe kwamba unakaa katika pati ya Mungu, na nitazungumzia baadaye vitu vya kufanya ili uwe uamsho upate kutokea. Lakini jambo la pili ambalo litakuwepo mwaka 2025, pia itakuwepo mipasuko ambayo haijawahi kutokea. Itakuwepo mipasuko kwenye makanisa, itakuwepo mipasuko kwenye taasisi, itakuwepo mipasuko kwenye ndoa, itakuwepo mipasuko kwenye familia, itakuwepo mipasuko, kutakuwepo na kugawanyika ambako watu hawajawahi kushuhudia. Na kwa namna hiyo inakuhitaji wewe kudumu katika prayer, kudumu katika maombi, kudumu katika nguvu za Mungu. Mipasuko itakuwepo mahali. Kwa hiyo unahitaji kuhakikisha unajua kwamba itakuwepo mipasuko, itakuwepo usaliti wa namna yake. Utakuwepo usaliti wa namna yake. Lakini jambo la tatu, patakuwepo pia na mafanikio ya namna yake. Watu watapata kumiliki, watu watapata kutawala vitu, watu watapata, na kwa namna hiyo, kwa sababu ya umiliki, kwa sababu ya watu kufanikiwa, ndivyo vitakavyosababisha kwamba itakuwepo na mipasuko. Mipasuko itatokea kwa sababu ya watu, kila mtu amesucceed, kila mtu amefanikiwa, kila mtu, uchumi wa mtu mmoja utainuka kwa namna ambavyo watu hawakuwahi kushuhudia katika nyakati za nyuma. Unatakiwa kujipress katika neema ya Mungu, neno la Mungu, ili haya yote yatokeo, yakukute, yatendeke, na wewe uwe katika upande wa mema, usio upande wa kusababisha mipasuko, uwe upande wa kusababisha uamsho. Usio upande wa kusababisha migogoro, uwe upande wa kusababisha uamsho katika kanisa, uamsho katika nyumba, uamsho katika familia, uamsho katika maeneo ya kwako utakayokuwepo. Lakini tutaona pia kwenye ulimwengu wa siasa, ndani ya mwaka 2025 tutaona usaliti mkubwa sana kwenye vyama vya siasa. Vyama vya siasa patakuwepo usaliti. Huu usaliti watu wataweza kusema tu ni kwa sababu ya kampeni za kawaida, lakini kuna nguvu ambayo itakuwa inasababisha vyama vikubwa kupasuka, vyama vikubwa kutokuelewana. Itakuwa ndani ya 2025. Tunahitaji pia kuiombea CCM sana kuliko ambavyo tuliwahi kushuhudia nyakati za nyuma. Nyakati ambazo tuliwahi kushuhudia za nyuma. Tunahitaji kuwaombea watumishi wa Mungu sana, kwa sababu kati ya eneo ambalo litaguswa kwa ukubwa ni huduma, ni kanisa. Kanisa litatikisika katika mwaka 2025. Mipasuko italitikisa kanisa. Mipasuko itasababisha watumishi wa Mungu wengine kukabana hata mbele za madhabahu. Kwa hiyo tunahitaji kuomba kwa ajili ya mwaka 2025. Sehemu nyingine ambayo itaguswa ni eneo la ndoa. Tunahitaji, kuna nguvu za giza ambazo ziko special kwa ajili ya kushughulika na ndoa mwaka 2025. Kuna ndoa nyingi zitapasuka, kuna ndoa nyingi zitapitia misukosuko, lakini tunamshukuru Mungu kwamba bado ameachilia ushindi. Katika hayo yote patakuwepo na washindi
katika hayo yote patakuwepo na watu watakaoweza. Kwa hiyo tuombe kwa ajili ya mwaka 2025. Hayo ni mambo ambayo Mungu amenisemesha, Mungu ameniambia kuhusiana na mwaka 2025. Kila mtu kwa nafasi yako, kila mtu kwa sehemu yako, tunatakiwa tuombee hizo